Naitwa Anton kutoka Mkombozi Bank, na sisi kwa kushirikiana na Fugu Marathon pamoja na njia zote ambazo ameelezea za kujisajili, tumeandaa mfumo maalum wa kujisajili kidigitali. Kwa wale ambao sasa wanaweza kutumia mfumo wa kidigitali, tumeandalia mfumo wa kujisajili kidigitali ambapo utaingia kwenye mtandao. Kwenye mtandao aidha kutumia simu yako au kifaa chochote cha kompyuta, basi unaenda kwenye mtandao unaandika jimbo.dsm.co.tz. Kienda ukiandika jimbo.dsm.co.tz, kwenye hiyo link itafunguka, basi utakuwa na uwezo wa kujisajili kwa kuingiza taarifa zako, majina yako, namba yako ya simu na hizo taarifa nyingine pamoja na umri na kilomita unazotaka kukimbia, size ya t-shirt na kadhalika. Ukishamaliza utasubmit, utajisajili. Ukisha submit utapokea namba ya kumbukumbu au control number kwenye message yako. Ukishapokea hiyo namba ya kumbukumbu au control number kwenye message yako, basi utakuwa tayari umeshajisajili na umepata namba ambayo unaweza ukalipia pia kidigitali. Kupitia namba unayopata unaweza ukalipa kwa njia mbalimbali, ambapo moja wapo ni mitandao ya simu mitatu: Tigo, Airtel, Yas, naitwa sasa hivi Yas, Airtel na Vodacom. Lakini pia kupitia channel zote za benki ya Mkombozi unaweza ukalipa kupitia hiyo control number na malipo yako yakawa yamepokelewa na taarifa zako zikawa zimekaa sawa kwa ajili ya wewe kuja kushiriki mbio. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote kuja kujisajili, na tutawatumia kuona ni njia gani kwa kila mtandao wa simu unavyoweza kulipia kupitia hizo control number tutakazopata. Lakini tuna watu wengine ambao walishashiriki hizi mbio kwa awamu ya kwanza na ya pili. Nao watu walishajisajili kwa namna moja ama nyingine, wakaingia kwenye database yetu. Kwa hiyo wale wote ambao walishashiriki zile mbio na walishajisajili kwenye mifumo yetu, wale hawana haja ya kujisajili tena. Badala yake tutawatumia namba zao. Wiki hii tutawatumia namba zao kila mtu ambaye alijisajili. Tutamtumia ile control namba yake au namba ya kumbukumbu ili waweze sasa kuendelea na malipo wao moja kwa moja. Watakuwa hawana haja ya kujisajili kwa wakati huu. Lakini pia inawezekana labda taarifa zako zikawa zimebadilika. Ulizotumia awamu ya kwanza na awamu ya pili inawezekana zikawa sasa hivi ziko tofauti. Kwa hiyo una uwezo pia kubadilisha taarifa. Kwa mfano sasa hivi labda ulikuwa na size kubwa, umefanya mazoezi imepungua, sasa hivi ulikuwa umevaa large, unataka uvae medium. Ukiingia kwenye hiyo link ambayo nimesema ya jimbo.dsm.co.tz, pia una uwezo kubadilisha taarifa zako. Pale ikifunguka kuna sehemu ya kwenda kubadilisha, utaenda kwenye badilisha taarifa zako. Itakwambia uingize namba yako, utaingiza namba yako ya kumbukumbu au control number ambazo nimesema tutawatumia kwa wale ambao tayari ni wenyeji katika huu mfumo. Ukishaingiza hiyo namba yako, itafunguka na taarifa zako, na utaangalia katika zile taarifa unazotaka kubadilisha, utabadilisha na utasubmit. Kwa hiyo mfumo wa kidigitali utatuwezesha kuweza kujiunga mahali popote. Lakini ukishajiunga, kama nilivyosema, unapata hiyo control number yako ambayo utaweza kufanya malipo pia kidigitali kwa njia za simu, lakini kupitia channel za Mkombozi. Ukishakuwa na hiyo control number yako, unalipia na moja kwa moja malipo yako yanapokelewa, na utapokea ujumbe wa uthibitisho kwamba malipo yako yamepokelewa tayari kwa ajili ya kushiriki mbio za Fugu Marathon. Na pindi unapokuwa umelipia, basi wewe unakuwa unasubiri kits zako ziweze kuwasilishwa kwako na uwe tayari kwa ajili ya hizi mbio. Kwa hiyo pamoja na Fugu Marathon ambao tunashirikiana nao sasa mwaka wa 3, tunawakaribisha sana tuanze kujisajili kupitia hiyo link ambayo nimesema ya jimbo.dsm.co.tz kuanzia sasa. Tunapoongea, wale ambao hawajajiandikisha kabisa katika mbio zilizopita, naweza mkaanza kujiandikisha. Lakini wale kama nilivyosema ambao walishiriki hizi awamu zilizopita na wote tulikuwa tumeshawaandikisha, tutawatumia zile control number zao kuwakumbusha. Inawezekana wameshazisahau, kwa hiyo tutawatumia tena. Zitakuwa ni zile zile, hazibadiliki. Ukishajisajili control number yako unayopata, utakuwa unaweza kuitumia katika kila mbio zinazofuata.
Basi baada ya kusema hayo, niwashukuru na niwakaribishe kuendelea kuanza kujisajili na kuanza kufanya malipo baada ya usajili. Asanteni sana. Asante Anton kwa ufafanuzi. Kama nilivyosema, tutakuwa na aina 4. Aina ya 4 tumeanza sasa kutengeneza domain yetu ambayo ni www.pugumarathon.co.tz. Ukiingia kwenye ile utakuta kuna sehemu 3 utaingia, utasajili, utaweka kumbukumbu zako, itakuletea ujumbe. Baada hapo utaendelea. Kwa hiyo tumejaribu kuweka njia zote 4 ili kuhakikisha kwamba ukikwama hapa kuna mbadala. Na zile akaunti namba naomba nizitaje. Tuna akaunti namba ya benki ya Mkombozi kwa jina la akaunti Pugu Marathon yenye akaunti namba 00124318437101. Kwa wale ambao watatumia fomu hizi, basi mkishakusanya mna watu 20, basi fedha zile zinatumwa kwanza kwenye akaunti ya benki. Alafu ile slipu unaambatanisha na fomu hizi na kuziwakilisha kwenye kamati ya usajili kwa ajili ya kupata taarifa zenu. Lakini pia tutakuwa na akaunti kutoka benki ya NBC yenye jina la akaunti Pugu Marathon. Akaunti namba ni 033172000236. Kwa hiyo kama wakala wako NBC uko karibu, basi unaweza kuweka fedha zile pale na kutuletea taarifa kama nilivyoeleza awali. Ndugu wanahabari na washiriki, kama nilivyosema, Pugu Marathon itakuwa na vionjo vingi zaidi. Tutakuwa na matendo ya huruma ya kuchangia damu kwa wale wahitaji. Kama tunavyofahamu, mahospitali yetu yamekuwa na changamoto ya damu. Zile blood bank wanasoma zina uhaba mkubwa, hasa ukitilia maanani hali halisi ya madereva wetu mbalimbali na watumiaji wa vyombo vya moto. Imekuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo tutafanya matendo ya huruma. Wale watoa huduma kwa kuweza kuchukua damu watakuwepo mapema. Tunawasihi na kuwaomba mjitokeze kwa ajili ya matendo makuu hayo ya huruma. Na kupima afya itakuwa ni bure. Kama tunavyojua, leo tukiulizana hapa ndani ya mwezi huu au miezi 6 iliyopita nani alipima afya, atakwambia kwa sababu nilikuwa mgoti. Itakuwa ni wewe. Baba mwenyekiti anasema atakuwa ni yeye tu, kwa sababu wa Tanzania hatuna desturi ya kupima afya zetu. Ni muhimu. Hata ukienda kupima pressure, inawezekana iko katika awamu za mwanzo ukashauriwa, badala ya kuletea matatizo makubwa ikaweza kutatulika. Kwa hiyo afya bure. Upimaji wa afya utakuwa bure. Lakini kama nilivyotaja awali, ni mtoko na bata. Washiriki, akina mama ndio wakati wenu. Kwa sababu ukikaa kwenye jamii wanaotafuta mtoko zaidi na kina mama. Samahani kwa kusema namna, lakini ndio hali halisi. Tunazungumzia hali halisi. Kwa sababu labda baba kipindi cha nyuma kilikuwa tunaenda makazini, sisi tukienda kwenye chakula cha mchana ni mtoko, wa mama wako nyumbani. Kwa hiyo mama, tutumie nafasi hii. Lakini wakati unatoka, usimwache baba, njoo naye. Hata kama kuna mambo ambao mlikuwa mjaongea siku 3-4, ndio mtoko wenyewe. Sasa itakuwa ni jambo la kushangaza sana. Nyumba sasa mama kamshawishi baba, ametoka na baba, lakini wamaacha watoto. Msiache watoto. Njooni nao. Na sisi tutajaribu kuweka mazingira
ya kuweza kuwapa entertainment na watoto. Njoni na watoto, tutoke wote tushiriki. Ni Pugu Marathon ya kwetu wa Katoliki, tushiriki kwa ujumla wetu. Na wale wote wenye mapenzi mema, njoni tushiriki. Kama vile sisi wa Katoliki tunavyoshiriki Kili Marathon na marathon nyingine, basi na nyie njooni kwetu muone na sisi tunavyoweza kuandaa marathon hizi. Na labda kwa kugusia kwa umbali, kipindi cha nyuma wakati tunaponda kwenye marathon walikuwa wanazungumza. Kumbe haikuwa hivyo. Toka tumeanza Pugu Marathon, hii ni awamu ya 3 tunakwenda, hatujasikia yale ambayo alikuwa anazungumzwa kule kwenye marathon nyingine. Kumbe hayakuwepo. Inawezekana sisi sasa kanisa Katoliki baada ya kuanza Pugu Marathon ndio tumevunja ile stigma. Kumbe Pugu Marathon ni kujenga afya, sio mambo mengine. Basi tujitokeze kwa wingi kabisa. Na zisi parokia zote kupitia halmashauri walei, UWAKA, WAWATA, vijana na mashirika mengine yote na vyama vyote vya kitume, tuhakikishe tunashiriki. Kila parokia isitoe chini ya washiriki 50. Ni jukumu letu sisi viongozi tuliopewa dhamana na waumini wenzetu kuhakikisha kwamba hamasa inawafikia wote ili tuweze kushiriki kwa wingi. Na katika maparokia yetu tusiwaache maparoko wasaidizi na mapadri wote. Kwanza kwa kuhakikisha kwamba wamevaa vazi hili pendwa lenye alama ya Pugu. Alama ni adimu. Tuhakikishe wamevaa vazi hili pendwa na wanashiriki. Sasa nitashangaa pia mwenyekiti waka jimbo kwamba tena pale wamekaa wanasema baba paroko lipo, wakati UWAKA wapo. UWAKA wanaweza kusema tunamlipia baba paroko pamoja na kumnunulia tracksuit. WAWATA wakasema paroko msaidizi. Viwawa nao wakasema kuna maparokia mengine na mapadri zaidi ya 2. Nao wakawachukua. Na masista wetu tusiwaache. Tuhakikishe tunakuja nao ili Pugu Marathon iwe ni Pugu Marathon ya wote. Makatekista wetu tusiwaache. Ndilo tendo la huruma kuhakikisha kwamba tunakuwa nao. Na wale walemavu wote ambao tunahisi wanahitaji kushiriki, basi tuhakikishe wanashiriki kikamilifu. Na naomba tena tukumbushane, Pugu Marathon itafanyika tarehe 31 mwezi wa 5 2025 katika viwanja vya Hija Pugu. Njoni tukimbie, tujenge afya zetu, tuboreshe afya zetu kabla afya zetu hazijatoromoka. Na pia kuhakikisha tunatimiza wajibu wetu ule wa matendo ya huruma. Na pia kwa nyongeza, katika mtoko ule vyakula mbalimbali vitakuwepo, nyama choma na vingine vyote tunavyojua, vinywaji vyote. Wewe uumize mwili kwenye vilima vile vya kwenda Kisarawe, njoo hapa, sisi vyote vitakuwepo, vinywaji mbalimbali, muziki wa kutosha, na msikimbie. Nikishamaliza ile marathon kaeni, kwa sababu kuna mtu anasema tunakimbia ni basi la wai parokiani. Ni siku yetu ile, tuko pale mpaka saa 12 jioni. Tutahakikisha burudani itakuwepo kutosha, tusiondoke mapema. Kwa nyongeza, wakimbiaji wote katika vile vituo tutakuwa na maji ya kutosha, tutaweka ndizi na matunda, na tunajaribu kuangalia pia, kwa sababu tulipata changamoto hiyo kidogo, nguvu inapungua, basi tunaweza tukaongeza glucose na vitu vingine kuhakikisha kwamba washiriki wanamaliza mbio ikikamilifu. Mwaka jana tunashukuru Kilimanjaro wote kwa sapoti kubwa mlotupa na mwaka ule uliopita, na tunashukuru tena mwaka huu mapema kabisa kabla masponsa wengine hawajafika, nyie mmetukimbilia. Karibuni sana, msichoke kuwa na sisi, na sisi tunasema tutayatangaza maji ya Kilimanjaro ipasavyo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele.